Sage Media. Rizky Media. Bwana, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Know It ambacho tunakwenda kuambia mambo fulani ya afya ambayo labda ulikuwa huyafahamu. Je, unajua ya kwamba nguo tunazozivaa zinaweza kupunguza nguvu za mbegu ya kiume? Ushawahi pia kusikia kwamba hata baiskeli inaweza kupunguza nguvu za kiume? Au uliwahi kusikia kwamba chupi au kaboka inaweza kupunguza pia nguvu za kiume? Ujifunze nasi. Know It with Matthew Hamisi. Mbele yako hapa ni Matthew Hamisi, mtaalamu wa mambo ya afya kwenye Chuo Kikuu cha Goma, na hii ni Sage Media ambayo unatufuata sasa hivi. Hakikisha ya kwamba unaambia wenzako waweze pia kufuata hiki kipindi ili kuweza kujua mambo mengi kutokana na afya, na hivyo itakufanya wewe ujikinge. Ndio maana wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Mieux vaut prévenir que guérir ya Kifaransa. Leo tunataka kuzungumzia upungufu wa nguvu za mbegu za kiume. Katika kila nyumba, katika kila ndoa ambayo kuna matatizo, watu mara mingi wao wanasema kwamba tatizo ni kwa upande wa mwanamke. Na wanaume wanakuwa wanakosa ile kitu kusema kwamba tatizo labda linaweza kuwa ngambo yetu sote, twende tukapime. Lakini mtu anajua tu kwamba ni upande wa mwanamke. Na mbegu inakuwa ikoje? Mbegu huaga ina mkia, huwa ina kiwiliwili na huwa pia ina kichwa. Wakati inapokosa ubora, ina maana kwamba inaweza kuwa na shida katika maungo yake. Na pia wanaangalia namna mbegu inavyotembea, inatembea kwa haraka au inatembea kwa taratibu kinyonge au inakuwaje. Na ukiacha hiyo, pia kuna vitu ambavyo vinaweza vikafanya hiyo mbegu au mwanaume akose kuzaa, na kunakuwa pia kuna matatizo ambayo yanaweza kujitokeza, labda wakati amezaliwa anakuwa tu mbegu zinakuja hivyo, labda kutokana na maradhi fulani, labda kutokana na alifanya ajali, yote inaweza ikachangia. Lakini pia kuna ile kitu ambacho tunakifanya, tabia zetu za kila siku, nayo pia inaweza ikaharibu mbegu, ubora wa mbegu za kiume. Sasa katika hivi vyote mimi nilikuwa nataka kuonyesha baadhi ya vitu ambavyo vinachangia. Kawaida kabisa kuna kitu ambacho kinachangia katika kuua ubora wa mbegu za kiume, ambayo ni joto, temperature. Na ndio maana ukiangalia sehemu ya mwanaume ambayo inahusika na uzalishaji wa mbegu za uzazi wa kiume, Mungu ameiumba kaiweka nje. Hii ni kutokana tumboni kunakuwa kuna joto kubwa sana, temperature iko très élevée mtumbo, na ndio maana Mungu ameumba kaweka chini. Ndio maana anasema Mungu fundi. Na alipoimba vile ni kwamba iepuke ile joto kuwa nyingi. Japokuwa kuna joto nyingi, na ndio maana Mungu alipoumba aliweka ile nafasi ambayo inatengeneza, inahusika na utengenezaji wa mbegu za kiume, aliweka nje, ambayo tunaita testicle. Mungu aliziweka nje kwa sababu ya hiyo joto. Sasa unapofanya kitu au kunapokuwa kuna joto inafika ya kutambuka kiwango ambacho kinahitajika, hiyo inaweza kuchangia katika uharibifu wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Kwa nini kinga au baiskeli inachangiaje katika kuharibu au kuchangia katika kutengeneza vizuri mbegu za kiume? Pindi wewe unapotembelea baiskeli, unapotembelea kinga, kunakuwa kuna ile kitu ambayo kitako ile ambayo watu wanakalia. Wakati unafanya movement ya kupedale kwa Kifaransa, miguu yako inakuwa inaenda inarudi, inaenda sasa huku kwenye muunganishio inacheza. Ndio unakuta kuna joto sana huko ambapo umekalia. Sasa ile joto ambayo inakuwa kule inakwenda kusababisha kupanda kwa joto la mwili, hizi sehemu za testicle ambazo inahusika na utengenezaji wa mbegu za kiume. Sasa inakwenda kuvuruga, inakwenda kuleta perturbation. Ndio maana tumesema baiskeli inachangia katika kupunguza ubora wa mbegu za kiume. Tumesema pia chupi, kaboka. Wakati unavaa nguo ambazo ziko tres serre, zinakubana, inakuwa inaleta joto fulani kwenye maungo yako ambayo ndio yanahusika na utengenezaji.
Sasa inakwenda nayo pia kuvuruga ile system ya utengenezaji kwa sababu ya kupandisha joto ya mwili. Na hapo hapo kuna nguo ambazo tunavaa zimetengenezwa na vitu ambavyo huwa vinaharibu, vinavuruga, zina perturbe, zinafanya perturbation endocrinienne. Mfano unajua watu wengi wanaenda kuchagua nguo, anachagua nguo kwa sababu nguo huwa ina etiketi. Ina etiketi kwa kitu wanaandika maandishi fulani unaweza kaisoma. Unakuta mtu anaenda anachagua nguo, mimi napendaga polyester ndio ichu yake. Sawa baba, unajifanya mtaalamu wa kuchagua nguo, polyester ichu yake. Lakini hivi unajua kama polyester inauaga inaharibu ile material polyester inakuwa inaharibu utengenezaji wa mbegu za kiume. Wakati nguo inatengenezwa na kitu kama polyester, kitu kama nguo ya queer, mapesticide, manilo, hizo ni perturbateur endocrinien, zinakwenda kuharibu au kuvuruga mfumo wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Wewe hapo unanisikiliza sasa hivi, usikie na utie kwenye kichwa chako, nguo nzuri za kuvaa ni zile ambazo zimetengenezwa na material nyiko asili, natural. Ndio nguo mnatakiwa uvae, kama vile makoton, nguo ambayo imetengenezwa na cotton, nguo ambayo imetengenezewa na lin. Hizo ndio nguo ambazo unatakiwa kuvaa ambazo haziwezi kuchangia katika uharibifu wa mbegu zako za kiume. Wakati unatengeneza hizi nguo ambazo ziko na material chimique, zinatoa kitu kinaitwa phthalates. Na hii phthalates inakwenda kuharibu utengenezaji wa mbegu za kiume. Matokeo yake hayatakuja moja kwa moja. Kwa sababu kuna mtu anaweza kusema, mbona nitokea ninazaa vala manguo, mbona yaharibisha? Huwezi kujua. Na kitu kingine, japokuwa hivi vyote ambavyo tunaviongea, lakini Mungu ndio fundi wa kila kitu. Mungu akishapanga kitu atakipanga, lakini wewe mtu una akili ya kujilinda. Ushajua kwamba kuvuta sigara ni hatari kwa afya yako. Watu wanavuta ndio, na bado wako hai. Na wengine wanazeeka kabisa, wanakufa na miaka 100 alikuwa kuvuta sigara ndio. Lakini unajua kwamba ni hatari kwa afya yako. Ndivyo hivyo. Hichi ninachokuambia kuhusu nguo polyester ambazo ziko na pesticide zingine, ambazo nguo za queer, nguo za nilo, achana nazo. Majezi ziko na mapolyester ya mingi. Kwa hiyo achana nazo, tafuta nguo zingine. Kwa hiyo tupunguze zile kitu ambacho inaweza kuleta kusababisha kuharibu utengenezaji wa mbegu za kiume. Na pia ndio maana ninashauriwa kwamba ukinunua nguo jitahidi uifue kabla ya kuivaa. Ni kwa sababu ya kupunguza yale mabaki ya kemikali, le résidu chimique ile ambayo umetengeneza nguo. Kwa hiyo hii habari ujue kwamba nguo inachangia katika kuharibu mfumo wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Utembezaji wa baiskeli unachangia katika kupunguza ubora wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Nguo ambayo unataka kuvaa, unatakiwa uwe mwangalizi sana katika matumizi yake. Ni nguo ambayo imetengenezwa na material ya polyester, nguo ambayo ni ya queer, nguo ambayo iko na mapesticide. Hii inatakiwa sana kuwa angalizo kwa sababu ni mbaya, ni maperturbateur endocrinien. Kitu ni perturbateur endocrinien, inabidi uwe nayo angalizo kwa sababu itakwenda kuharibu mfumo wa utengenezaji wa mbegu za kiume. Nadhani umenielewa. Unaweza kashare pia kwa ndugu zako ambao walikuwa hawajui, waambie kwamba hapa kila muda huwa tunaweka kipindi cha kukuambia kile kitu ambacho ulikuwa ukifahamu katika mambo ya afya. Mbele yako ni Mati Hamisi, mtaalamu wa mambo ya afya wa Chuo Kikuu cha Goma, na hapa ni Sage Media kwenye kipindi chetu Know It. Karibu ujifunze nasi. Know It with Mati Hamisi.
Sage Media. Please Media.